الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. Tunaendelea na risala yetu hii ya Sheikh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah ta'ala, na leo tutakuwa na fakra isemayo as-siyamu lil-mutiqi. As-siyamu lil-mutiqi, funga kwa yule mwenye kuweza. Hiyo funga, saumu kwa yule mwenye kuiweza. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. نسمع تبارك وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. طعام مسكين, na wale na juu ya wale ambao wenye kuiweza, wenye uwezo kuifunga hiyo funga, fidyatun ta'amu miskin, basi wana wao kutoa fidia kuwalisha maskini. Faman tatawwa khairan fahuwa khairun la, na yule ambaye atakayetoa kitu bora zaidi, basi hilo ni bora kwake. Wa antasumu khairul lakum, na kifunga hilo ni bora kwenu. In kuntum ta'lamun, ikiwa ninyi mtambua. ثم قال رحمه الله تعالى: كان في أول الأمر من شاء صام ومن شاء تصدق على مسكين بقوت يوم ويعفى من الصيام، وهذا كان في أول الأمر. anasema rahimahullah ta'ala: kana fi awwal al-amr, ilikuwa huko mwanzoni, man shaa sama, yule mwenye kutaka anafunga, wa man shaa tasaddaqa ala miskini, na mwenye kutaka anatoa sadaka kwa miskini, yani kwa maskini, biquti yawmin, kwa chakula cha siku, wa yu'fa min as-siyam, na anasamehewa yeye kwa kufunga. Wa hadha kana fi awwal al-amr, na hili lilikuwa mwanzoni mwa jambo, yani wakati funga imeteremshwa au imewajibishwa hivi karibuni, basi ikawa kuna khiari au yule ambaye ana uwezo baina ya kutoa na kufunga. Akitaka anatoa, akitaka anafunga, na akitoa basi anakuwa amesalimika kwa kufunga. ثم بعد ذلك لما أنزل الله عز وجل الآية الثانية, kisha baada ya hapo pindi ambapo Allah subhanahu wa ta'ala aliteremsha aya ya pili, aya isemayo: shahru ramadhan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda walfurqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Shahru ramadhan alladhi unzila fihi alquran, mwezi wa Ramadhani ambao ndani yake imeteremshwa Qur'an, hudan linnasi, mwongozo kwa watu, wa bayyinatin min alhuda, na ubainifu kutoka katika mwongozo, wal furqan, na furqan, yani al-furqan al-Qur'an yufarriqu baina al-haqq wal batil. Faman shahida minkum ash-shahr, basi yule ambaye atakayeshuhudia kati yenu mwezi, falyasum, basi afunge, aifunge hiyo au aufunge huo mwezi. Ilipoteremka aya hii ya pili, asbaha wujubu siyami hatman ala kulli qadirin, ukawa wajibu wa kufunga ni wenye kukatwa kwa kila mwenye kuweza. Kwa maana ule wajibu sasa ukawa ni wajibu wa moja kwa moja, pasina khiari, kwa kila yule ambaye ana uwezo wa kufunga, basi ni wajibu wake yeye kufunga, na wala hakuna chaguo lingine. Wabidhalika asbaha al-hukmu al-awwal mansukhan, kwa sababu hiyo ikawa hukumu ya kwanza ni yenye kufutwa. Yani hukumu ya kwanza, hukumu ya khiyar baina ya it'am, baina ya kulisha wa asiyam, ikawa mtu anakhiarishwa kwamba ima afunge au atoe alishe maskini. Hukumu hii ikawa ni mansukhan, ikawa ni yenye kufutwa. La, walakin baqiya hadha al-hukm, lakini hukumu hii imebakia kwa nani? Lisheikh al-kabir al-fani,
kwa yule mtu mzima aliyejichokea. Hukumu hii imebakia, kwa maana yeye hatafunga na badala yake atalisha maskini kwa kila siku. ولكن بقي هذا الحكم للشيخ الكبير الفاني والعجوز الكبيرة الفانية. حكم هي imebakia kwa sheikh, yani mtu mzima sana ambaye amechukia zake, wala ajuz ya nabibi al-kabira alikuwa mkubwa, al-faniya alichukia zake. La kadhalika hukumu hii imebakia walhubla walmurdi. Walhubla yani wale wenye yule mwenye ujauzito, alhubla yule mwenye ujauzito, walmurdi na yule mwenye kunyonyesha, idha khafata ala nafsayhima, muda wa kuwa watakuwa ni wenye kuhofia nafsi zao, au ala waladayhima, au wakahofia watoto wao. Fayajuzu lisheikh alkabir, inajuzu kwa sheikh alkabir, kwa sheikh wa mtu mzima, yani an yuftira, kufungua, yani kutokufunga, wa yut'ima kama fa'ala Anas bin Malik, na alishe kama alivyofanya Anas bin Malik. Na hayo ameeleza Imam Malik fi muwattaihi, katika muwatta wake, kwamba annahu balaghahu anna Anas bin Malik, kwamba ilimfikia taarifa, ilimfikia khabar huyu Imam Malik rahimahullah ta'ala, kwamba Anas bin Malik kabura hata kana la yaqdiru ala siyam, alikuwa ni mtu mzima mpaka hawezi kufunga, fakana yaftadi, akawa mwenye kutoa fidia. Qala Malik, amesema Malik, wala ara dhalika wajiban wa ahabbu ilayya an yaf'alahu idha kana qawiyan alayhi, faman fada fa inma yut'imu ma kana kull yawmin muddan bimuddi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. المهم فقال رحمه الله تعالى: وكما يجوز للحبلى والمرضع أن تفطر. Na kama vile ambavyo inavyofaa, kwa yule ambaye ni mwenye mimba, walmurdhi, na mwenye kunyonyesha, an tuftira, kufungua. Lakini akasema fahal yajibu alayhim alqadha walfidya, lakini je, ni wajibu kwa wao kulipa na kutoa fidia, au yajibu alayhim alqadha duna alfidya, au ni wajibu kwa wao kulipa basi na fidia, au tajibu alayhim alfidya duna qada'in, au inawajibu kwa wao kutoa fidia basi na kulipa. ثم قال رحمه الله تعالى، يعني الآن الشيخ رحمه الله تعالى anakuelezea, baada ya kuwa amekuelezea ahkam ambazo zinataallaq na mtu mzima, ima awe mtu mzima mwanaume au mtu mzima wa kike. Baada ya kueleza kwamba huyu yeye atakuwa na hukumu ile ya kulisha maskini muda wa kuwa yeye tena hawezi kufunga, kisha baadaye akaja alizungumzia hukumu ya mwanamke ambaye ni mjamzito na mwanamke ambaye ni murdhi, ambaye ananyonyesha, ikiwa wanahofia nafsi zao au wanahofia watoto wao. Sasa hapa anakubainishia ahkamu zao, lakini ameanza kuuliza swali awali: je, ni wajibu kwa wao kulipa na kutoa fidia kwa wakati mmoja, au ni wajibu kwa wao kulipa pasi na kutoa fidia, au ni wajibu kwa wao kutoa fidia pasi na kulipa? Yani ameuliza maswali katika option tatu. Thumma qala, sana kubainishia, wa aqul, na ninasema, hadhihi aqwalu ahli alilmi, hizi ni kauli za wanachuoni, yani hizo ambazo nimezitaja hapo juu zote ni kauli za wanachuoni. Thumma qala, wal aqrabu fi dhalika, na jambo lilokuwa karibu zaidi katika hayo, annahu yajibu alayhim alqadha mata sahhata, kwamba ni wajibu kwa wao kulipa pale ambapo watakapokuwa wamepona, wala fidyata alayhima, na wala hawana fidia, illa idha khafata ala waladayhima. Sehemu moja tu ndio kutakuwa na fidia, yani kutakuwa na fidia na qadha sehemu moja, illa idha khafata ala waladayhima, isipokuwa wakihofia juu ya watoto wao. Yani wakati huo sasa, fahina idhin tajibu alayhim alfidya,
wakati huo ni wajibu kwa wao kutoa fidia, wajibu alayhim alqadha, na vile vile ni wajibu kwa wao kulipa, bi'tibari annahuma qadiratan ala sawm, kwa kuzingatia kwamba wao ni wenye kuweza kufunga, walakin khafata ala waladayhima, lakini walifungua kwa kuhofia nafsi zao. Idhan al-hubla wal-murdi, mwanamke ambaye ni mjamzito na mwanamke mwenye kunyonyesha, wanawake hawa wanaruhusiwa wao kufungua, tena wanaruhusiwa kufungua kwa sababu zote mbili. Ikawa wao wanahofia nafsi zao, kwa maana ya endapo watafungwa watapata madhara, wanaruhusiwa kufungua, na kadhalika inaruhusiwa kwa wao kufungua muda wa kuwa wakidhania kwamba wakifunga watoto wao watapata madhara, basi wakati huo kwa wao itafaa kufungua. Lakini al-ahkam takhtalif, hukumu zatofautiana pale ambapo atakapokuwa amefungua kwa ajili ya nafsi yake na pale ambapo atakapokuwa amefungua kwa ajili ya nafsi ya mtoto wake, hukumu zinafanyaje? Hukumu zinatofautiana. Ama ikiwa amefungua kwa ajili ya nafsi yake kwa kuhofia nafsi yake, basi hapo hukumu yake ni moja tu, nayo ni kulipa basi na fidia. Ama ikiwa amefungua kwa kuhofia nafsi ya mtoto wake, basi wakati huo atalipa pamoja na fidia, kwa sababu yeye alikuwa na uwezo wa kufunga lakini alikuwa amekofia nafsi ya mwanawe. Kwa wakati huo atafungua pamoja na atafungua, lakini atakuja kulipa pamoja na fidia, kwa kuzingatia kwamba wao walikuwa ni wenye kuiweza hiyo saumu, lakini wamewafia watoto wao. Thumma qala rahimahullah ta'ala, wa qawluhu, na qawli yake Allah mtukufu aliposema, faman tatawwa khairan fahuwa khairun la, akasema ai at'ama akthara min miskin fahuwa khairun la, yule ambaye atakayelisha zaidi ya maskini mmoja fahuwa khairun la, hiyo ni bora kwake. Yani mtu ambaye hana uwezo wa kufunga kisha akatoa akawalisha maskini, tena akalisha maskini zaidi ya, kwa sababu kawaida anatakiwa alisha, jambo la wajibu ni kulisha maskini mmoja, lakini akilisha zaidi ya maskini mmoja, hiyo ni khairi kwake. Sawa. Ndio maana akasema subhanahu wa ta'ala, faman tatawwa khairan, atakayetoa kicho bora, yani kuchora kulisha zaidi ya maskini mmoja, fa huwa khairul la, hilo ni bora kwake yeye. Tamam. Wa qawluhu, na kauli yake Allah mtukufu aliposema, wa antasumu khairul lakum, na kufunga ni bora kwenu, in kuntum ta'lamun, ikiwa ninyi mtambua. Hadhihi al-khatima, kwa umaliziaji huu, fi hadhihi al-aya, katika aya hii, fiha tafdhilu siyami ala alladhina yutiqunahu fi al-ayati al-mansukha. Yani katika aya hii kuna kufadhilisha funga kwa wale ambao ni wenye kuiweza katika aya iliyofanyaje, katika aya iliyofutwa. Yani Allah subhanahu wa ta'ala katika ile aya iliyofutwa aliposema wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, yani pamoja na kwamba suala lilikuwa ni suala la khiari, ima ufunge au ulishe, lakini kufunga ilikuwa ni bora kuliko kulisha. Ndio maana Allah akasema wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hii ndio maana ya hii aya katika aya ile iliyofutwa, yani iliyofutwa hukumu yake, ama tilawa yake ipo, kwa sababu hizi aya zinafutwa katika hali tofauti tofauti. Kuna wakati aya inafutwa lafudhi yake, lakini hukumu yake inabakia. Sawa? Yani kwenye msahafu haipo, lakini hukumu yake inabakia, kama vile aya ya kupigwa mawe mzinifu aliyeoa na aliolewa, au mzinifu aliyewahi kuoa au kuolewa, apigwe mawe mpaka afe. Ni aya ambayo ilikuwepo kwenye Qur'an, lakini baadaye ikafanyaje, ikafutwa. Kwa hiyo ni aya ambayo imethibiti hukumu yake, ama lafudhi yake imefutwa. Kwa hiyo haisomi, lakini hukumu yake ipo. Alafu kuna aya ambayo inafutwa, kuna aya inafutwa hukumu yake na inafutwa kisomo chake, yani kwenye msahafu haipo na hukumu yake imefanyaje, imefutwa. Na kuna aya inafutwa hukumu yake, lakini kisomo chake kinafanyaje, kinakuwepo, yani maandishi yake yale yanakuwepo na inaendelea kusoma kama kawaida. Zote hizi ni aya ambazo zinakuwepo katika nini, katika nasakh. Kwa hiyo hii aya ni katika makundi yale ya ayati ambazo zimefutwa hukumu zake, lakini yenyewe bado ipo, inafanyaje, inasomwa. Sawa. Kisha akasema thumma idha udhifa lilmusafir wal marid al-fitr fi safar au al-marad fal khilaf fi safar
هل المسافر يباح له الفطر مع تفضيل جانب الصوم أو يباح له الفطر مع تفضيل جانب الفطر؟ فهذا محل خلاف. akasema ثم إذا أضيف للمسافر والمرضع, kisha itakapoegemezwa jambo kwa msafiri na yule mgonjwa, jambo la kufungua fi safari, safarini kwa msafiri, sawa, au marad, au iwe kufungua kwa mgonjwa kwa sababu ya marad. Fal khilafu fi safar, jambo la khilafu lipo kwenye nini? Kwenye safar. Ama kwa mgonjwa yeye anafanyaje? Anafungua. Ama kwa msafiri kuna khilafu, hal musafir, je msafiri yubahu lahu al-fitr, inafaa kwake yeye kufungua ma tafdhili janib as-sawm, pamoja na ubora wa kufunga. Yani kufungua inafaa kwake, lakini kufunga ni bora, sawa. Au yubahu lahu al-fitr ma tafdhili janib al-fitr, au inafaa kwake yeye kufungua pamoja na ubora wa kufungua. Yani msafiri kwake yeye inafaa kufungua, si ndio? Lakini je, inafaa kufungua pamoja na ubora wa kufunga, kwamba kufunga kwake ni bora, au inafaa kufungua pamoja na ubora wa kufungua, kwamba kufungua kwake ni bora kuliko kufunga? Simeeleka hapa. Yani kana kwamba anataka kusema, je, anataka kusema kwamba kufungua inafaa kwa mtu ambaye yuko safarini, inafaa. Lakini je, endapo atafunga na endapo atafungua, ni jambo gani bora zaidi kwake? Imeeleka hapa kwamba afunge au afungue, ni lipi bora zaidi kwake, pamoja na kufaa kufungua. Simeeleza imeeleka hapa. Yani yeye ana khiari ya kufunga au kufunga. Sasa ni kwamba inafaa kwa yeye kufungua, hakuna shida, hiyo ni ruhusa kwake. Lakini je, kufunga na kufungua, lipi bora kwake, pamoja na kufaa kufungua kwake? Sasa Sheikh hapa anakuambia masala haya yana khilafu kwa wanaochuoni. Na kama tunakumbuka mwaka jana tulisoma kuna risala moja hivi katika Bulughul Maram, katika Umdatul Ahkam, tuliona khilafu kwa wanaochuoni. Kuna ambao wamesema kwamba bora afungue, na kuna ambao wamesema kwamba bora afunge. Waliosema kwamba bora afungue wametumia hadithi zile ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema si katika wema kufunga katika nini, katika safari. Lakini wengine wakasema kwamba bora kufunga, kisha wakasema ile hadithi iliyokuja kuzungumzia masala ya kwamba sio katika wema kufunga safarini, ile hadithi inamzungumzia yule ambaye anapata shida ya safarini mwake, kama ulivyosema wewe, inategemea na nini, na safari. Kwamba ikiwa safari ndani yake mtu ana mashaka, mtu anapata shida, kama yule mtu ambaye alifikia hatua mpaka alizimia, yuko safarini alafu amefunga, Mtume na akasema sio katika wema kufunga katika nini, katika safari. Lakini masala na khilafu, lakini kipindi kile tulichukua kauli kwamba kufunga safarini ni bora kuliko kufungua, pamoja na kufaa kufungua. Umeelewa hapa? Kisha akasema hapa, fa min ahli al-ilm, katika watu wa ilmu, man yufaddilu as-sawm, kuna ambao wanafadhilisha nini, kufunga fi safar, idha qadara alayhi, ikiwa ataiweza hiyo funga. Wa minhum man yufaddilu al-fitra idha qadara alayhi, na katika wao kuna ambao kwamba wanafadhilisha kufungua pale ambapo atakapokuwa ni mwenye kuweza. Thumma qala rahimahullah ta'ala, wala shakka anna al-musafira idha shaqqa alayhi as-siyam kuriha lahu as-siyam, na wala hakuna shaka ya kwamba musafir idha shaqqa alayhi as-siyam, pale ambapo, ndo kauli yako mzee Kidai, pale ambapo saumu itakuwa inamtia uzito kwake yeye. Yani mtu yuko safarini na bado anafunga, lakini saumu inamhelemea mpaka muda mwingine anashindwa kutembea, basi wakati huo itakuwa ni makuruhu kwake yeye kufunga. Na makuruhu ni jambo gani? Ni jambo ambalo ukiliwacha unapata thawabu, na ukilifanya upati dhambi. Yani makuruhu katika taarifa yake wanasema ni manahahu shari nahyan ghaira jazim, ni jambo ambalo limekatazwa na sheria, lakini katazo lisilokuwa la moja kwa moja. Sawa? Yani sheria imekataza, lakini sio katazo la moja kwa moja, kama vile swala zima la mtu kuingia katika sofu aliyakuwa ametafuna vitunguu saumu au amekula vitunguu kwa ujumla. Sheria imekataza, lakini je, ukatazaji wa sheria hapa ni ukatazaji wa kukata, kwa maana ya kwamba mtu huyo akija msikitini atakuwa anapata madhambi, au inakuwaje? Kwa maana akiacha anapata thawabu,
lakini akifanya hapati nini? Hapati madhambi. Kwa hiyo ndio maana ya ukisikia masala haya makruhun, maana yake ndio hiyo. Sawa? Lakini ni bora kujiepusha kwa sababu kuna sababu. ثم قال au annahu qad yablughu ila haddi at-tahrim. Lakini pia yufunga kuna wakati inaweza kufikia katika kiwango cha haramu, ikawa mtu haifai kwa kufunga safarini, idha khafa ala nafsihi al-maut, ikiwa atakufia, idha khafa ala nafsihi al-maut, ikiwa atakufia juu ya nafsi yake kifo, yani endapo atafunga atakufa. Imeleka kwa fa fi hadhihi al-hala, katika hali hii la yajuzu lahu siyam, haifai kwa yeye kufanyaje? Haifai kwa yeye kufunga. Na leo insha Allah taala tutashiriki masala haya, na katika kipindi kijacho Allah subhanahu wa ta'ala kutuwafikisha tutaangalia nukta inayofuata, na Allah subhanahu wa ta'ala walipe khair. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.